Black ni Kiingereza, Kiswahili inamaanisha weusi. Hivyo yani. Yaani kiufupi mimi ni mweusi na naukubali weusi wangu, ndio maana nikajitia black. Pia B ni Kiingereza ambayo kwa Kiswahili inamaanisha nyuki. Siku zote nyuki tunawajua kwamba nyuki ni wapambanaji. Pia nyuki ni mdudu ambaye anatumia mbinu zake kwa kila aina kutengeneza burudani. Ninavyosema burudani inamaanisha chakula kwa ajili ya watu wengine ambao hawajakitengeneza. Kwa hiyo ukizungumzia nyuki namaanisha sawa na mimi. Naimba muziki ambao muziki huo pia ni burudani kwa mashabiki zangu. Okay. Na hapa mkoani Songwe unawakilisha wapi mwanangu Black B? Bwana Black B bwana, napatikana Maenje. Yani kiufupi ni kwamba kama unaelekea Mbeya ukitoka tu mno, nipo Maenje pale, ndo mazingira ya kujidai. Bwana nakubali, unaweza kutuambia pia Black B anafanya muziki wa aina gani na aina gani na aina gani? Maana nimesikia kwenye michano umeweza kutaja kazi zako nyingi sana. Zipi ambazo hujaweza kuzitaja, basi tuwekee zote ambazo unazifanya? Yaani kazi nazozifanya kivipi? Yaani kwamba ukiachana na muziki. No, katika sanaa, huko kwenye sanaa, unaweza sanaa ipi na ipi? Yaani kiufupi mimi ni mwanamuziki ambaye naimba muziki aina ya hip hop na ukubali hatari. Pia ukiachana na muziki ni mtu ambaye anafanya content creator, anamaanisha kutengeneza maudhui mitandaoni. Hasa hiyo haijalishi yeye yanachekesha au hayachekeshi. Okay. Life is easy when you are busy, sometimes it's crazy when you are lazy. Ebu kaa kimya unisikilize, mwenye mpenzi akili usiumize. Pesa na vocha wewe mwenyewe kumbebeleza, wewe mwenyewe akikununia soli mwenyewe. Mapenzi yenyewe ya kuku na mwewe kama miongoni, ebu jielewe. Kama hakupendi jipende mwenyewe. Kwenye mapenzi hainaga kwere, eti ndakupenda paka milele. Akisha panda chuo ni mikelele. Ukiweka walimwengu na walitembere, mimi nitachagua walitembere. Maana walimwengu hawapendi ukiwa mbele. Penzi wangu fudi tena damdam, tunapendana kama Hawa na Adamu. Tena heshimiwe yule wa majuu, ndo atakuweka wewe uwe juu. Na kuwa na mpenzi tena na umeme, tena somwe mbamba yani ni mnene. Kwa wanawanga eti ndo mpende, tumia akili wewe usive kama mende. Oya we kama kaa, oya we kama dawa, oya sikia. Napenda milinda kwa wanonilinda, napenda na Fanta kwa wanonifuata. Sipendi siketi kama alimfuata, misali naandika kuimba na vyata. Mimi ndo mpishi wa viazi mbatata, tena nachekesha kama mzee Matata. Mambo ya viuno siwezi kukata, niambie kwenye biti kunata. Kuimba mina imba kaya msiki nata, mzuka ukipanda na imba kamata. Majuto akipata matakulia mbata, utamkuta Songwe na Tabata. Yupo na sketi anakura bata, kinachonishangaza hajafuga hata bata. Wenye ndoa acha watakuja kukukata, ugomvi ukitaka tukana BASATA. Maana wao sio wanafunzi wakata, sasa nani kwepa navyojitafuta. Mara napaka mgando mafuta, nikibwana vumbi hamtaki kunifuta. Wasiona vumbi mnataka kuwafuta. Kuhusu pesa watu wanatafuta, tena mnawacheka wanaojitafuta. Eti mala analima matuta. Oya we. Bwana tuko na Black B ndani. Namkubali sana babangu, na sio baba tu, mamangu henda ananisikia hapa, asije akawa anasema ina maana mwanangu anikubali. Hamna. Wazazi wangu wote nawakubali. Mama kama unanisikia nakupenda, najua unanisikia mamangu, wote nawakubali. Kifupi ndio hivyo kwenye game. Najipambania mimi, la kwa mbali mzee wangu naye anakuja. Mimi nakubali sana. Na ukipata support kwa bi mkubwa au baba, hata kama atoi chochote, hiyo ni baraka tosha. Ni baraka tosha. Bwana nakubali. Sasa tuambie game ya nyumbani unaionaje? Sana marappers. Kuna muda uliweza kutoa ngoma kwa hadisi sana, na mapokezi yalikuwaje? Tuambie hapo kwanza. Ile ngoma uliohadisi marapa wa nyumbani hapa. Ndio nakumbuka nilitoa ngoma ilikuwa inaitwa Diss Track. Yeah. Sasa ile ngoma, lengo la kutoa ngoma
Ujue kwenye maisha haya bwana, tunakutana na harakati nyingi sisi wasanii. Sometime unaweza ukakutana na marafiki, sometime unakuta marafiki fake na wewe huwajui. Ninavyotaja marafiki, kuna baadhi ya marafiki wamewahi kunifanyia vitu ambavyo sivyo. Kwa hiyo niliwaweka kwenye ile ngoma, maana kutoa diss track. Pia niliwachana wasanii wa Mbozi. Kwa sababu zipi? Ujue bwana, asilimia kubwa underground tuna tabia za kudharauliana wenyewe kwa wenyewe. Badala sisi ndio inabidi tuwe tunasapotiana kwa katika kila hali, ili tujue namna gani tunatoka huku tuliko kwa mazingira yetu. Kwa hiyo pia nao walisababisha nikawadisi kwenye hiyo wimbo. Pia hata kwenye mapenzi nakumbuka nilizungumzia verse ya mwishoni kabisa pale kwamba sijui nilikuwa na mpenzi nani. Nishakuwa na mpenzi, ndio nishakumkubali hatari yani, ila akaja akanikacha, unaona. Sasa mle ulikuwa unamponda kila mmoja ambaye amekufanyia ubaya. Yani kihalisia ni kwamba niliongea ukweli wote, vitu vyote ambavyo vishawahi kunitokea kwenye maisha yangu. Kwenye maisha yangu. Wasanii nini, unakuta unamuomba mtu labda kama hivi ndo umetoa ngoma, unaomba mtu akufanyie challenge. Mtu anakuona kama takataka tu, unaona. Wakati unamlipa. Muda mwingine huwezi ukamlipa kwa sababu maisha ni kusaidia, na mwenyewe anaweza akatoa ngoma nini na ukamsupport kwa kupiga challenge, lakini mtu anakuvimbia anakuwa kama ametoboa, kumbe sisi tunamuona ametoboka. Nakubali. Sasa watu wenye tabia kama hizi, hebu ongea nao pia, ili kama ni kuwaonya uweze kuwaonya hapa waache kuvimba. Bwana, kama unanisikia alafu wewe ni underground, nakwambia tu maisha ya kuvimbiana sio. Kwani wewe uvimbe kama nani? Uvimbe umekula amira au vipi? Maisha ni kusapotiana. Alafu siku zote mimi ninachoamini mafanikio yapo kwa watu. Usidharau mtu usiyemjua, kwa sababu wewe ukajua nani atakutoa kwenye maisha. Kifupi tu tuwe tunaheshimiana kihivyo. Kama kuna msanii wa nyumbani ananisikiliza, tuwe tunaheshimiana. Bwana, nakubali. Nikupe pia pongezi, uliweza kupiga bonge moja la show kwenye Songwe Festival na ulikuwa ndio umefungua. Ulijisikiaje kwanza kupanda kwenye stage kubwa kama zile, lakini pia tuambie ilikuwaje wakati una perform? Tupe experience hiyo hapo. Bwana, tu nilivyosikiaga taarifa kwamba kuna Songwe Festival, alafu nani Chino Kidi atatokea yale mazingira. Bwana, nilifurahi sana. Katika vitu navyovipenda mimi Black B ni kwenye performance. Yani nikiwa juu ya stage, yani nikishika mic leo najikubali hatari. Yani hata kama panaweza pakawa na shabiki mmoja tu, mimi ni magoli tu, mimi napita na ngoma zangu kama hivyo. Kifupi, nitajie wasanii wako watatu tu wa hip hop nyumbani hapa ambao wewe unawakubali ukiwa kama Black B. Wa hip hop? Bwana, kwa wasanii wa hip hop ambao nawakubali kwa hapa mazingira yetu, niseme wilaya ya Mbozi bwana, hawazidi watatu, ni wawili tu. Kuna jamaa mmoja anaitwa Meja MC yuko Vwao hapa. Jamaa namkubali sana, hana baya. Yuko fresh, anaishi na wana kishikaji. Alafu kuna mwingine japo atuishi sana kishikaji, ila ukweli lazima usemwe. Jamaa ni mkali. Si mwingine ni Mshomali, mtoto wa dada. Jamaa anajua sana.